Ishara 8 zinazoonyesha kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue kabla tukio halijatokea kwenye ulimwengu wa kimwili, kuanzia kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho. Na leo nimekuandalia ishara 8 ambazo ukiziona hutakiwi kuzipuuza kabisa, kwa sababu ishara hizo zinaashiria kuna tukio lipo kwenye ulimwengu wa kiroho, na nitakufundisha namna ya kuyashughulikia matukio kama ni mabaya yasiwezi kutokea kwenye ulimwengu wa kimwili. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 8 ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue ya kuwa kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Namba 1, kupata mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Hii ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuzia kabisa. Ukianza kuona tu ghafla unasikia mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida, unajikuta moyo wako unakusukuma kuomba, ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuzia kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26 imeandikwa nukuu, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo ukianza kuona unajisikia mzigo wa maombi ghafla, yamkini unaweza kuwa umetulia, lakini ndani yako unakuwa unasikia tu kuna mzigo mzito wa kuomba, kuna mzigo mzito wa maombi. Wakati mwingine mpaka unajikuta mzigo ule mzito unakusukuma kufunga na kuomba. Ni ishara ambayo utakuipuuzia kabisa. Ukiona ishara namna hii, basi unatakiwa utambue kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana wengine baada ya kuomba, baada ya kutii ule msukumo na kwenda kufanya maombi, wanajisikia ndani wamekuwa wepesi, wanajisikia ndani wamekuwa wako huru. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuza kabisa. Kwa hiyo ndani yako unakuwa unaona kuna mzigo mzito wa maombi usio wa kawaida. Lakini ishara ya pili ambayo inaonyesha kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho, kuota ndoto mbaya mara kwa mara. Jambo la msingi ambalo utakuwa litambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajuliapo watu katika usingizi kitandani. Kumbe Mungu anaweza akakusemesha mara moja. Mungu anaweza akakufunulia tukio kabla halijatokea. Mungu anaweza akakufunulia kwa njia ya ndoto. Ndio ukianza kuona unaota ndoto mbaya mara kwa mara, wewe ni mtu ambaye kila ukilala unakuwa unaota ndoto mbaya mara kwa mara, unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto mbaya mara kwa mara, ni ishara ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho, na hutakiwi kuipuuzia kabisa. Yani hutakiwi kuipuuzia kabisa, hutakiwi kuipuuzia kabisa. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia utaona Mungu alimuonyesha Yusufu kwa ndoto. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Unaweza kuona malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, anamwambia ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri. Malaika anamtokea katika ndoto. Kwa hiyo ndoto ni sehemu ya taarifa za vita vya kiroho. Mungu anaweza akakufunulia vitu ambavyo vinaendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Mungu anaweza kufunulia vitu ambavyo vinaendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana usipuuzie ndoto unaiota, kwa sababu ndoto unaiota Mungu, kuna muda Mungu anaweza kufunulia. Ukianza kuota ndoto mbaya mara kwa mara, utakiwi kupuuza. Lakini ishara ya tatu ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho, kukosa amani ghafla bila sababu yoyote. Unakosa amani ghafla bila sababu yoyote. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 15 imeandikwa, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kwa hiyo ukianza kuona unakosa amani ghafla, yani unakuta ndani ya moyo wako unakosa amani ghafla
mpaka unajiuliza, mbona sijafanya jambo lote baya, kuna kitu gani? Yani ghafla ukaanza kuona unakosa amani. Utakiwa kuipuuza ishara hii, inaonyesha kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ishara hii hutakiwi kuipuuza hata kidogo, hutakiwi kuipuuza. Ukiona unakosa amani, hutakiwi kupuuza ishara hii. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 20 imeandikwa, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka. Kwa hiyo ukianza kuona ndani yako unakosa amani ghafla, jua kuna jambo liko sawa. Na watu wengine baada ya kuwa wanakosa amani, mwisho wa siku anakuja, kuna tukio la kuja kutokea baya pasipo kuomba. Kwa hiyo ukiona ni mtu ambaye unakosa amani ghafla, unatakiwa upate muda wa kuomba, pata muda wa kuomba kabisa mpaka amani irudi. Lakini ishara ya 4 ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho ni kushambuliwa kwa ratiba yako ya kiroho. Kwanza kushambuliwa kwenye ratiba yako ya kiroho. Kwa hiyo unaanza kuona ulikuwa na ratiba ya kufanya maombi, ghafla unashangaa unaanza kuwa mvivu kabisa kufanya maombi. Yani ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kusoma neno la Mungu, ghafla unashangaa unashindwa kusoma neno la Mungu. Ulikuwa ni mtu ambaye unahudhuria ibada kila siku, lakini ghafla unashangaa unashindwa kuhudhuria kabisa ibada kila siku. Ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kufunga na kuomba, ghafla unakosa shauku ya kufunga na kuomba. Hii ni ishara ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kabla shetani hajakukamata, anaanza kushambulia kwanza ratiba yako. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia utaona maombi ya Danieli yalicheleweshwa kwa sababu ya upinzani wa kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 12 hadi wa 13 imeandikwa, ndipo aliponiambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, kuja Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Umeona sasa? Kwa hiyo Danieli hapa alizuiliwa, maombi yake yalizuiliwa na mkuu wa anga. Kwa hiyo ukianza kuona shetani anashambulia ratiba yako, kushambuliwa kwa ratiba yako ya kiroho. Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kwenda maombi, unashangaa sasa hivi huwezi kwenda maombi, huwezi kuomba, huwezi kufunga, huwezi kusoma neno la Mungu. Ni ishara mbaya sana ambayo inaashiria kuna tukio baya kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu shetani anaanza kushambulia ratiba yako ili aweze kukamata vizuri. Lakini ishara ya 5, mahusiano muhimu yanaanza kuvurugika bila chanzo halisi. Mahusiano muhimu yanaanza kuvurugika bila chanzo halisi. Unashangaa mahusiano yanaanza kuharibika, mahusiano na watu wa karibu yanaanza kuvurugika, na unakuwa unajiuliza tatizo ni nini? Yaani unashangaa tu mahusiano yanaanza kuvurugika. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 3, kitabu cha Yakobo sura ya 3 na mstari wa 14 hadi 16 imeandikwa, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo si ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi, ndivyo palipo na machafuko na kila tendo baya. Kwa hiyo ukianza kuona mahusiano muhimu yanaanza kuvurugika bila chanzo halisi. Unashangaa ulikuwa kuna watu wa karibu, ghafla unagombana nao. Watu wa karibu, watu ambao walikuwa wangetakiwa kushika mkono, ghafla unashangaa unagombana nao. Ni ishara ambayo shetani anawavuruga, kuna tukio baya nataka kutokea, kwa hiyo nitakuwa uombe. Lakini pia ishara ya 6, kuanza kupata onyo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kukuonya, anaanza kupata roho, anaanza kukuonya. Roho Mtakatifu anaweza kuonya kupitia neno lake, kupitia watumishi wake. Kwa hiyo ukiona ishara hii utakiwa kuipuuza. Ni ishara ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho, kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Ishara ya 7, vizuizi visivyoeleweka vinaanza kujitokeza. Mipango mizuri inaharibika, fursa zinapotea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo shetani alisimama kumpinga Yoshua. Ukisoma Biblia tuna shetani alisimama, kitabu cha Zekaria sura ya 3 na mstari wa 1 utaona shetani alisimama kumpinga Yoshua. Kwa hiyo ukianza kuona vizuizi visivyoeleweka vinaanza kujitokeza, yamkini kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, unaona vizuizi visivyoeleweka vinaanza kutokea, ni ishara ambayo inaashiria kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini ishara ya 8, neno la Mungu linaanza kukuchoma kwa uzito. Unashangaa ni mtu unakuwa unaguswa sana neno la Mungu, unahisi kuonywa, unahimizwa kuchukua hatua,
na vitu kama hivyo. Hizi ni ishara 8 ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue kuwa kuna tukio kwenye ulimwengu wa kiroho. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Ningependa kuniambia unatufuatilia kutokea sehemu gani. Mungu akubariki wewe pia utakayetumia muda wako kushare link ya video hii akajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Amen.